hal yajuzu lirrajuli, je kunafaa kwa mwanaume takbilu zawjatihi, kumbusu mke wake, wa huwa saimun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga? الجواب يقول حفظه الله تعالى: إذا كان يخشى من إفساد صومه بالإنزال, ikiwa anachelea katika kuiharibu funga yake kwa kuteremsha mani. Idha kana yakhsha, ikiwa anachelea au anaogopea, min ifsadi sawmihi, katika kuiharibu funga yake, bil inzali, kwa kuteremsha mani. Fahadha yahrumu fi haqqihi at-taqbilu, mtu huyu kuna haramika katika haki yake kubusu. Fahadha, mtu huyu, yahrumu fi haqqihi at-taqbilu, kuna haramika katika haki yake kubusu. Kwa hivyo ikiwa mtu anachelea kule kumbusu kwake mke wake kutapelekea manii kuteremka, basi mtu huyu itakuwa ni haramu kwake yeye kumbusu mke wake. Wadhālika in dhanna al-inzala, na hilo ikiwa atadhania kuteremsha manii, bi an yakuna shabban qawiya ash-shahwa, kwa kuwa ni kijana mwenye nguvu ya matamanio. Wadhālika in dhanna al-inzala, na hilo ikiwa atadhania kuteremsha mani, bi an yakuna shabban, kwa kuwa ni kijana qawiya ash-shahwati, mwenye nguvu ya kimatamanio. Shadida al-mahabbati li ahlihi, mwenye mapenzi makubwa kwa mke wake. Shadida al-mahabbati li ahlihi, mwenye mapenzi makubwa kwa mke wake. Fahadha la shakka annahu ala khatar, basi huyu hapana shaka hakika yeye yupo katika hatari. Fahadha la shakka annahu ala khatar, huyu hapana shaka hakika yeye yupo katika hatari. Idha qabbala zawjatahu fi hadhihi alhal, pindi atakapombusu mke wake katika hali hii. Idha qabbala zawjatahu fi hadhihi alhal, pindi atakapombusu mke wake katika hali hii. Maana akiwa ni mtu kijana ambaye ni qawiyu shahwa, mwenye nguvu ya kimatamanio, matamanio yake yana nguvu ya hali ya juu. Shadidul mahabba li ahlihi, mwenye mapenzi makubwa kwa mke wake, basi huyu yuko katika hatari kubwa ya kuteremsha manii kupitia kumbusu mke wake. Fahadha yahrumu fi haqqihi at-taqbilu, basi mtu huyu kuna haramika katika haki yake kubusu. Liannahu yu'arridu sawmahu lilfasadi, kwa sababu mtu huyu anaiweka funga yake katika maharibifu. Liannahu, kwa sababu yeye, yu'arridu sawmahu lilfasadi, anaiweka funga yake katika maharibifu. Wa idha kana ya'manu ala nafsihi, na ikiwa anajiamini juu ya nafsi yake. Wa idha kana ya'manu ala nafsihi, na ikiwa anajiamini juu ya nafsi yake, anaiamini nafsi yake kwamba hawezi kuteremsha manii lau kama atambusu mke wake. Fasahihu anna alqiblata tajuzu lahu, kauli iliyokuwa sahihi ni kwamba kubusu kunafaa kwake. Fasahihu, kauli iliyokuwa sahihi, anna alqiblata tajuzu lahu, hakika kubusu kunafaa kwake. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam, kana yuqabbilu wa huwa saimun, alikuwa anabusu, alikuwa akibusu na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga. Kana yuqabbilu, alikuwa akibusu alayhi salatu wassalam, wa huwa saimun,
na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga, kama fi hadithi Aisha, kama ilivyokuja katika hadithi ya ummul mu'minin ummu Abdullah Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasimulia kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, yuqabbilu, akibusu, wa huwa saimun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga, wa yubashiru, na akikumbatia, wa huwa saimun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga. Wa kana amlakakum liirbihi, wa kana amlakakum liirbihi, na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mmiliki zaidi kukushindeni nyinyi kwa matamanio yake. Wa kana amlakakum liirbihi, alikuwa ni mwenye kumiliki zaidi kukushindeni nyinyi kuyamiliki matamanio yake. Ay shahwatihi, kana amlakakum li shahwatihi, alikuwa ni mwenye kuyamiliki zaidi matamanio yake kukushindeni nyinyi mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa idha kana ya'manu ala nafsihi, ikiwa anayamini nafsi yake, fala haraja alayhi an yaqbala, hakuna ubaya juu yake kubusu. Fala haraja alayhi an yaqbala, hakuna ubaya juu yake kubusu. Kwa hivyo hali imewekwa katika mtu kuiamini nafsi yake na kutokuiamini nafsi yake. Ikiwa haiamini nafsi yake, hajiamini yeye mwenyewe, huenda kule kubusu kwake kukapelekea inzalul mani, kuteremka na kushuka kwa mani, basi mtu huyu kuna haramika kwake yeye kubusu. Ama yule ambaye anaiamini nafsi yake, anajiamini yeye mwenyewe kwamba kitendo hicho hakiwezi kusababisha kuteremka kwa mani, la ba'sa bihi, hakuna ubaya kwake yeye kumbusu mke wake fi nahari ramadhana, katika mchana wa mwezi wa Ramadhan. السؤال التاسع عشر، صالي لكم من 9. يقول حفظه الله تعالى: لو احتلم المرء وهو صائم فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ لو ataota ndoto nyevu mtu, لو احتلم المرء، لو ataota ndoto nyevu mtu, wa huwa saimun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kufunga, fahal yuathiru dhalika ala siyamihi, je litaathiri hilo juu ya funga yake? Huko kuota kwake kutaiathiri funga yake? Amelala saa 7 za mchana akaota ndoto nyevu iliyopelekea inzalul mani, kuteremka kwa mani, je hilo litaathiri funga yake? Aljawab, yaqulu hafidhahu Allah ta'ala: alihtilamu la yufsidu sawma, ndoto haiharibu funga, ndoto nyevu haiharibu funga. Wala yuathiru fihi, wala haiathiri katika funga hiyo, ndoto haiathiri katika funga. Liannahu laysa biikhtiyarin, liannahu laysa biikhtiyari alabdi, kwa sababu yake si katika khiari ya mja. Yani mtu haja khiari kuota, bali ni jambo ambalo limetokea bighairi ikhtiyari, pasina ikhtiyari yake, pasina machaguo yake, kwa sio katika uchaguzi wa mtu, bali hilo limetokea pasina uchaguzi. Walakin, lakini alayhi ghuslul janaba, ni juu yake kukoga aljanaba, idha kharaja minhu almaniyu, pindi yatakapotoka kutoka kwake yeye mani. Idha kharaja minhu almaniyu, pindi yatakapotoka kutoka kwake yeye almani. Kwa hivyo ikiwa mtu atajiotea mwenyewe katika mchana wa Ramadhani, basi hilo haliathiri chochote katika funga yake. Kitakachotakikana juu yake ni yeye kujitaharisha, kuondosha aljanaba, lakini ikiwa yametoka kwake yeye almani. السؤال 20، صالي 20. يقول حفظه الله تعالى: لو أخذ من الصائم تحليل أو خرج منه دم بسبب الرعاف أو جرح بسكين أو وطئ زجاجة فخرجت رجله وسال منها الدم، فجرحت رجله وسال منها الدم ونحو ذلك، فهل يبطل صومه بخروج الدم؟
anauliza المؤلف حفظه الله لو أخذ من الصائم تحليل لو patachukuliwa kutoka kwa mfungaji kipimo cha damu لو أخذ من الصائم تحليل لو kitachukuliwa kutoka kwa mfungaji kipimo cha damu amekwenda hospitali mathalan kikachukuliwa kwake yeye kipimo cha damu au jaraha minhu au kharaja minhu damun au ikatoka kutoka kwake yeye damu bisababi ruafi kwa sababu ya maumivu ya kichwa ikatoka damu katika pua yake arruaf ni khuruju dami min al-anfi ni kutoka damu kutoka katika pua maumivu ya kichwa mathalan yamepelekea damu kutoka puani au kuna watu wakitembea katika jua muda mrefu damu inatoka puani au mwingine na maradhi ambayo damu hutoka puani mara kadhaa au kharaja minhu damun au ikatoka kutoka kwake damu bisababi ruafi kwa sababu ya maumivu ya kichwa damu ikatoka puani au juriha bisikinin au akajeruhika kwa kisu mathalan amejikata akapata jeraha la kisu damu ikatoka au wata'a zujajatan au akakanyaga kioo glasi kaikanyaga fajarahat rijlahu hicho kioo kikaujeruhi mguu wake wasala minha damu na ikachuruzika kutoka katika mguu wake damu wanahu dhalika na mfano wake fahal yabtulu au yabtalu sawmahu fahal yabtulu sawmahu bi khuruji dami je inabatilika funga yake bi khuruji dami kwa kutoka damu fahal yabtulu sawmuhu bi khuruji dami je inabatilika funga yake kwa kutoka damu au fahal yubtilu sawmahu bi khuruji dami je kuna batilisha funga yake kwa huko kutoka damu hapa ameuliza swali muhimu ikiwa patachukuliwa damu kutoka kwa yule mfungaji damu ikachukuliwa na madaktari kwa ajili ya kwenda kufanya vipimo au damu ikamtoka puani mfungaji au akajikata na kisu damu ikatoka au akakanyaga kioo ikawa sababu ya kujeruhi mguu wake na damu ikatoka je hichi kitendo cha kutoka damu kutoka katika mwili wake kitaharibu funga yake الجواب يقول حفظه الله تعالى خروج الدم من الصائم kutoka damu khuruju dami kutoka damu min as-saimi kutoka kwa mfungaji karruafi kama damu ya puani walistihadati na damu ya ugonjwa awil jurhi au jeraha fil jismi katika mwili wa nahwi dhalika na mfano wake la yufsidu as-sawma kutoka huko hakuharibu funga la yufsidu as-sawma hakuharibu funga maana kifunga yake itakuwa ni sahihi kutoka damu katika pua au kutoka damu ya istihadha au kupata jeraha ambalo likatoa damu katika mwili wake au amekanyaga kioo damu ikatoka katika mwili wake hilo jambo haliharibu funga ya mtu inabaki kuwa ni sahihi wa mithluhu na mfano wake lau ukhidha minhu tahlilu damin lau patachukuliwa kutoka kwake yeye vipimo vya damu lau ukhidha minhu
tahlilu damin, lau kitachukuliwa kutoka kwake yeye kipimo cha damu, au kharaja min dhirsihi damun, au pakatoka kutoka katika meno yake damu, au kharaja min dhirsihi damun, au ikatoka damu kutoka katika meno yake, falam yabtali'hu, na asimeze, waqama bilafdhihi wa basqihi, na akaitema, kullu dhalika la yuathiru fi siyami, yote hayo hayaathiri katika funga, wa siyamuhu sahihun, na funga yake ni sahihi. Kwa hivyo ikiwa patachukuliwa damu kwa ajili ya vipimo, au damu iliyotoka katika meno na hakuimeza damu hiyo akaitema, basi yote hayo hayaharibu funga yake, funga yake inakuwa ni sahihi. Wallahu tabaraka wa taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.